بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قال وهو أصدق القائلين والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب والصلاة والسلام على رسول الذي قال لو وكل المرء إلى نفسه طرفة عين لاختفتته الطير والشياطين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Jana walillahi alhamdu tulianza muhtasar wa sura hii, suratu Tariqi, ambao kama tulivyosema jana sura ya Maka ambayo ina aya 17 kama ambavyo tumeainisha katika darasa iliyopita. Leo tuingia kwenye tafsiri moja kwa moja. Sura hii ni moja katika sura zilizokuja kwa njia ya viapo, qasam, na Qur'ani kwa tafsiri zake na taawilati zake, kinachoanzwa na kiapo basi maana yake kile kinachozungumziwa kwa njia ya kiapo ni kitu kikubwa mno. Maana yake anaposema wasamai, na apa kwa mbingu, au ninaapa kwa anga, kwa sababu kumetangulia kasa kiapo, maana yake mbingu na yaliyokuwemo na yanayotokea ndani ya mbingu, yanayotokea yaliyokuwamo ndani ya anga, ni mambo makubwa mno. Tena mmoja katika wanaofafanua aya za Qur'ani, nadhani ni katika kitabu kile Kashful Asrar, anasema aya inayotangulia na kiapo ni kwamba ndani yake kuna mazito kuliko kiapo, kuliko ambao haijatanguliwa na kiapo, ambao ni haraka kwa mwanadamu akiyajua kumwelekea zaidi Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni tafsiri ya hii qasam, kwamba kiapo maana yake nini. Mwenyezi Mungu akisema ninaapa kwa mbingu au naapa kwa anga, kwa hiyo aksama Allahu ta'ala bisamai almarufa fi qawli jamhuri almutaawilin, ameapa Mwenyezi Mungu kwa mbingu ambayo inajulikana, mbingu ambayo unaohisi, unaiona, hata ukaitafakari tu kwa jicho la kawaida utaona pia ndani yake kuna utukufu wa Allah subhana, kwa sababu kwenye mbingu huko, kwenye anga huko, ndiko ambako kuna viumbe ambao hata tafsiri yake huwezi kuielewa. Lipo jua, ambalo jua unaelezwa kwamba jua ndiyo asili ya nguvu uliokuwa nayo wewe, na kila chenye nguvu kisingekuwa na nguvu ila ni kupatikana jua. Hili tu lingetosha kuonyesha utukufu wa Allah kwa kuapia na nini? Kwa kuapia na mbingu au na anga. Lakini si hilo tu, ni kwamba jua
ndiyo jambo ambalo latufanya sisi tuweze kuzaliana, mchango mkubwa. Kwa mfano jua la mchana, jua la asubuhi ni tanasul ya mimea, kuzaana mimea ni asubuhi. Uwezo wa wanawake kupata uzazi ni jua la mchana. Jua la jioni ni uwezo wa wanaume nao kupata uwezo wa kuzaa. Kwa ina maana hili jua nalo lina maana yake kwa utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Jua miongoni mwa matumizi yake ni kuwezesha mtu apate kwenda. Mifupa isingetengenezeka ila kuwepo na jua. Sasa jua na ukilitazama ni dude tu, na hii ni nukta ndogo katika yale manufaa ya jua, ikiwamo hata huku kusikia kutokana na jua, hata kuona kutokana na jua. Ilmuradi kwamba utadhani kwamba mwanadamu na viumbe wote maumbile yao yameumbwa kuendana na jua tu. Ndio maana utakuta kuna aya nyingine Mwenyezi Mungu kaapa na jua moja kwa moja, washamsi wallahaha. Lakini ile jua kwamba kaliweka juu, katika kuliweka kwake juu sio kama kuna vitu kalikamatia kali kule kwenye mbingu kwamba kuna kitu kashikia, nguzo zimeshika ile jua. Ni kiumbe kwa Mwenyezi Mungu ambaye Mwenyezi Mungu kamweka tu. Kila asubuhi umuone mashariki na jioni umuone magharib, na bila jua hesabu isingekuwepo duniani. Waja'alna al-layla wan-nahara ayatayn famahawna ayata al-layl waja'alna ayata an-nahari mubsira. Lengo lake itabtaghu fadlan min rabbikum walita'lamu adada sinina wal hisab wa kulla shay'in fassalnahu tafsila. Ni kwamba anazungumzia mwezi, anazungumzia jua, kwamba ni alama mbili ambazo Mwenyezi Mungu ameziweka. Tukafuta ile alama ya usiku ambayo ni mwezi, kwamba hii alama ya usiku ipate mwangaza wake lazima iandamie jua ndio ifahamike. Pale akasemaje, walqamari idha talaha washamsi wadhuhaha, na hapa kwa jua na mwangaza wake. Walqamari idha talaha, na mwezi pindi unapoandamia ule mwangaza wa jua. Ndio akatuambia ni reflection, kwa kisi. Sasa tukafuta ile alama usiku ni mwezi, ili mwezi usipate mwangaza ila ni kutokana na jua, kama zilizopokuwa hapo kawakib, sayari mbalimbali hazina mwangaza wa asili ila ni kutokana na jua. Na zile sayari sio mapambo, yote ni ili dunia iweze kuwepo na dunia ipate mizani yake, ipate balancing. Jua likawekwa katika meli yake, mwezi ukawekwa kwenye position yake, nyota zikawekwa kwenye position zake, na nyota haziakisi kutoka kwenye jua, zina mwangaza wake wa asili. Lakini kwa nini kawakib? Yote hayo ni viumbe vinaopatikana kwenye mbingu. Ukidili na hivyo tu ukasema Mwenyezi Mungu ameapia kwa mbingu kwa sababu ya hivi viumbe, ingetosha, lakini haitoshi. Umefahamu? Kwa hiyo maana ukiona kiapo kama hivi ufahamu kwamba maana yake ni kubwa. Tamko as-samau hapa huna al-matar, wengine wakasema as-samaa ina maana ya mvua, wakasema kwa sababu al-arabu tusamihi samaa, sababu Arabu wanaita mvua samaa. Lakini Mwenyezi Mungu hapa, mwingine akamjibu asa Mungu hawezi akaapa kwa kuwafuata Waarabu. Umefahamu? Ni Mwenyezi Mungu anaapa kwa utukufu wa dhati yake.
Watariq, na chenye kuja usiku, chenye kuja usiku. Lakini hapa sasa atariq hapa mbele imetafsiriwa ni nini kinachokusudiwa, kwa lazimika tufike mpaka hapa. Watariq, na chenye kuja usiku, si mutlaq tu wa kuja usiku. Ingekuwa watariq kisingekuwa na tafsiri yake mbele huku, isingekuwa na bayani, ingekuwa ni mutlaq wa chochote kinachokuja usiku tukisome. Lakini hii bayani hii tafsiri inatukataza kwamba tusisome tu kinachokuja usiku, iwe kilichokusudiwa hapa. Na utakuta kwamba ma adraka ma tariq, na ni kipi kilichokujuza wewe Muhammad ni nini chenye kuja usiku? An-najmu thaqibu, ni nyota yenye kuzagaza. Kuzagaza ni kwamba ni ile nyota ambayo huwa inatoa mwangaza wake mkali sana kupita kiasi. Kuna nyota ambazo tuliziishiria jana zina mwangaza mkali sana. Kwa wataalamu wetu wa sekula, sayansi ya anga, wao wanasema jua pia ni nyota, lakini jua haliji usiku, si ndivyo? Jua la mchana, kwa haingii kwenye nini? Atariq. An-najmu thaqib, tukisema ni nyota tu itakuwa ni ashira, kwa sababu ndio nyota yenye mwangaza mkali zaidi kuliko nyota nyingine ukiacha jua, ambayo inaonekana katika dunia. Lakini hapa napo anaposema an-najmu thaqib, hakusudii nyota ya lazima ionekane katika dunia. Kuna nyota ambazo hazionekaniki duniani hapa. Sasa an-najmu thaqib ni nyota tu ambayo ina mwangaza mkali kuliko zote katika ulimwengu. Nyota zile ambazo zina mwangaza mkali sana ndio kuna nashira, ni nyota ya mwangaza mkali mno. Lakini kuna shaulati, ni nyota ya mwangaza mkali mno, na zipo ambazo hazionekaniki. Isipokuwa hili neno atariqu kilugha litatubana kidogo, itakuwa si kila nyota, itakuwa si kila nyota, isipokuwa ni nyota yenye sifa ya tariq. Kwa sababu ni taraqa asili, kwamba fi'li ile taraqa si kwamba amekuja usiku, isipokuwa imeazimwa kwenye asili ya kilugha. Taraqa ni kwa sababu yule anayekuja usiku huwa mara nyingi akagonga mlango, ndio maana kinachokuja usiku kikaitwa atariqu. Umefahamu? Maadraka matariqu ni kile kuja usiku, lakini hasa atariqu ni kile chenye kugonga. Ni kama vile sema wasamai watariq, na hapa kwa mbingu na chenye kugonga, na chenye kugonga, lakini ndio hizo zenye kuja usiku. Wama adraka matariq, ni kipi kilichokujuza wewe ni nini hicho chenye kuja usiku? Make chenye kugonga. Taraka yatruku tarqan turuqan au fahuwa tariq. Turuq pia ni katika tarqa, masdar ya taraq, sio megonga. Sasa tulazimika sasa kusema an-najmu thaqib, ambayo ndio tafsiri ya at-tariq. Tafsiri ya tariq ni an-najmu thaqib, na hii at-tariq ni kile chenye kugonga. Sasa kuna neno an-najmu, nyota, tutalazimika kwamba tutafute nyota ambayo ina sifa ya tariq, sio?
Kwa sababu ukisema tu an-najmu thaqib, nyota yenye kutoa mwangaza mkali mno, yenye kuzagaza, ziko nyingi sana, lakini kuna ambazo ni zile ambazo zina mwangaza kuliko nyingine zote. Kwa mfano ashira, kwa mwangaza wake mpaka Waarabu walikuwa wanaiabudu. Mwenyezi Mungu naye akawaambia kule wa annahu rabu shi'ra, kwamba yeye Mwenyezi Mungu ndiye bwana wa hiyo nyota ashira. Siras, naitwa Siras, ni ashira. Lakini ama kuhusiana na tafsiri nyingine, an-najmu asema hapo kumetajwa najm athaqib, lakini hata kawakib, sababu huku kwenye anga kuna vitu tuvitaje 4 au 5 jumla ambavyo vinavyotoa mwangaza, vyote vite jina moja kwamba maswabihi sama, mataa ya mbinguni. Kuna jua, lakini kuna unachokijua kingine mwezi, si ndio? Nyingine sayari 3, nyingine ni buruji, na buruji ndio hizo nyota, na ya 5 ni kuna hizi kawakib, sayari, an-nujum. Kawakib na an-nujum ni vitu viwili tofauti. Kawakib, nujumu, buruji, jua, mwezi, 5. Hizo ndo maswabi ya kusama. Sasa an-najmu thaqib akasema kwamba ni mutlaq wa maswabi ya kusama yoyote, mataa ya mbinguni yoyote isiyokuwa jua tu, kwa sababu inakuwa mchana. Sasa kama ni hivyo, wakasema wanawazuoni kwamba inaokusudiwa hii hapa an-najmu thaqib. Ibn Abbas anasema arada al-judya, amekusudia sayari ile nini, najmu burji inaitwa judya. Hizi buruji ziko za hizi judya ndio tunaita mbuzi, kuna nyingine ndio mbuzi, judya al-jawza, mapacha, sasa ni judya. Lakini hiyo saa ni kawakibu zuhali, sab zuhal ndio ambao hata duniani hapa tunaiona. Judya unaona na zuhali unaona, na zuhali ndio katika kawakib yenye mwangaza mkali zaidi baada ya jauza. Sasa zikatajwa 5 kwamba ni Atarid mojawapo, sawa? Atarid katika kawakib, Mercury ina mwangaza mkali sana hii. Zuhra mwangaza mkali sana, Venus. Al-Mirikh na mwangaza mkali. Mars ambao baadhi tusema kwamba wataalamu kusema kwamba inaweza pia ikaonekana katika wakati mwingine. Mars unaweza ukaiona inang'aa sana Mars. Alafu ndio ije Zuhal na nani na Mushtari. Ndio hizi 5 hizi kule kwenye bazaza kaita al-kawakibu duria. Al-kawakibu duria fa'adhim bihi min iqdin ta'allaqat kawakibuhu duria wa kayfala wa sayyidul akram sallallahu alayhi wasallam wa sitatul muntak. Kuna wazee 5 wa Mtume Muhammad kawafanisha na hizi kawakib duri. Zile kawakibu duri ni kwamba ni zile sayari zenye mwangaza mkali sana. Pia wanasema wafasiri hizi kawakibu duri nazo zaingia kwenye an-najmu thaqib baadhi yao. Lakini ambaye tunaikwenda naye sasa katika darasa ni yule ambaye kaendana na neno la tariqu. Sawa? Tariqu kwamba an-najmu thaqib nyota, lakini ile nyota inagonga, ina milio, inatoa milio, inagonga. Iko nyota ya namna hiyo, nayo anaita an-nabith. Kuna nyota inaitwa nabith. Au nyota inaitwa khamis. Kuna nabith, khamis
hizi nyota zina mwangaza mkali mno, na yaambiwa ina mwangaza mkali kuliko jua mara milioni 10. Ni mara milioni 10 ya mwangaza wa jua. Lakini nyota hii sasa haionekaniki katika hapa dunia, kwa dunia yetu hii huwezi kuiona, si kwa sayari nyingine, lakini kwa sayari hii huwezi ukaiona. Pia inaitwa, ndio hiyo ambayo inaendana na neno Tariq, sababu hiyo inakwenda huku ikizunguruka inatoa miale, miale mikali. Ile miale ikitoka wakati inazunguruka inatoa knocking sound, sauti ambayo inaogonga ku 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 ku. Sasa ile ndo Tariq. Ndio maana katika tafsiri nyingine tunakuambia wasamai watariq, na hapa kwa mbingu na chenye kugonga. Wama adraka ma tariq, ni kipi kilichokujuza wewe ni nini chenye kugonga? An-najmu thaqib, ni nyota yenye kuzagaza, kwa maana yenye mwangaza mkali kupita kiasi. Kitaka ite pulsar, hiyo nyota inaitwa pulsar, kwa sababu hiyo pulsating ni kugonga, wakaita pulsar. Ndio wasamai wa tariqi. Sasa yana alajab hadha alquran, Qurani ni ajabu kiasi gani, kwa sababu hiyo nyota huwezi kuipata ila uwe na telescope. Inaonekanwa lakini kwa telescope, na unayetumia mashine hiyo ya telescope, darubini hiyo kutazama, si mimi na wewe, ni astronomer, ni mbobezi katika elimu, ni astrologist, mbobezi katika elimu ya anga. Lakini pulsar Mwenyezi Mungu kaitaja kwenye Qur'an, tena juzu amma. Kwa ni taaluma kubwa katika taaluma za anga zilizotajwa katika hii Qur'an, ni hii an-najmu thaqib, kwamba nyota ya namna hiyo kuelezwa, tena ikaelezwa na sifa yake kwamba ni at-tariqu, ni yenye kugonga. Mwenyezi Mungu atuwafikishe sana. Mwingine akasema ni Thuraya, lakini Thuraya laisa bitariqi. Az-Zuhal laysa bitariqi. Ninasema ni Thuraya. Thuraya ni zile nyota ambazo, Thuraya si nyota moja, ila ni fungu la nyota kuanzia 6 mpaka 7 mwisho. Wakati mwingine wazinajiachia, zinatengeneza kama mwendo hivi, kwa kama ni maandamano ya nyota, ni Thuraya zile. Lakini mara nyingi zinajikusanya zikatengeneza ublu fulani mzuri hivi mwenye kuvutia. Nao pia Thuraya ni katika an-najmu, ni nyota yenye kuzagaza, isipokuwa tulaisa bitariqi. At-tariqi huwa an-nabith wal khanis. Nyota inaitwa khanis au inaitwa nabith, ndio ambayo yenye mwangaza mkali. Hii ni astrology ndani ya Qur'an. Isipokuwa yeye alivyofasiri maana hizi Abdul Qadir Jailani katika fasiri yake hii tafsiru Jailani, yeye akasema wasama, na hapa kwa mbingu, ay wa haqqi sama'il asma'i lahutiyya almasunati an mutlaqi at-taghayyir waz-zawali al-muta'aliyati an madariki al-wahmi wa mashaa'ir al-khayali wa bihaqqi at-tariqi alladhi yatakhattafu minha ala ahadi ar-rijali ba'dama hajaru an buq'ati an-nasuti mutashammirina bil azimati al-khalisati nahwi fadha'il lahuti bi muqtada al-jadb al-jubli wal mayl al-fitri al-ma'nawi. Haya,
mambo makubwa. Kwamba naapa kwa haki ya nini? Sama'il asma, anga ya juu kuliko anga zote, ambayo anaita Sama'ul Lahutia. Hii ni anga ambayo hiyo hafiki kiumbe yoyote katika viumbe wa Mungu. Hapo ndo kwenye mambo ya kiungu yote. Asa pia wakasema Sama'ul Lahutia ndio ile samaa ambapo kunapatikana Lawhi Mahfudh, ambapo ndani yake ndipo kulipowekwa makadiri ya sisi viumbe wote. Uishi Magomeni, usiishi London. Uishi uwe hivi, uwe mwanamume usio mwanamke. Iko samaa ambayo inaitwa Sama'ul Lahutia, kwamba Mwenyezi Mungu yeye anaapia kwa samaa hiyo. Wengine wasema Sama'ul Lahutia ndio ile samaa ambayo ala al-arshi istawa, anayezungumzia ala al-arshi istawa, sema kwamba ni ile anga ambayo imebeba arshi ya Allah subhana, ndio inayoapiwa hapa. Hawa wanaopita katika menendo hii ya kina Abdul Qadir Jailani asema Mwenyezi Mungu ana na nini. Kwa nini hivyo? Asema Allah subhana ni mkubwa kuliko kilichokuwa kikubwa, anaapa kwa yaliyokuwa makubwa. Nasema sisi samaa hii basi ni as-Sama'ul Lahutia. Allahu a'lam. Almasunati amutlaki taghayyir wa zawad, ambayo hiyo imehifadhiwa, anga hiyo imehifadhiwa na mabadiliko yoyote na kutoweka, haitoweki. Almutaaliyati an madariki alwahmi wa mashairi alkhayal, ni kwamba hiyo imetakata, imetukuka, imetakasika na ufahamu ule wa wasiwasi, na fahamu zile za mashaka, kwamba ndio anaita kwamba Mwenyezi Mungu pia na hilo. Ama watariq, asema atariqu alladhi yatakhattafu minha ala ahadi rijal baadama hajaru ambukati nasuti mutashammirina bil azimati al khalisa, kwamba hii atarika kwamba ni kile ambacho takhattafu minha, ni kile ambacho kinachotoa, kinachomweka ndani ya mbingu hiyo, ala ahadi rijal. Na tuendapo na hapo ni kwamba ni watu, ni mtu mmoja mmoja, watu ambao ni mmoja mmoja, sio wote. Baada ya kuhama kutoka kwenye ardhi ya ulimwengu huu tuliokuwa nao, wakawa wamejipinda kwa azma iliyokuwa sawa sawa, mpaka wakafika nahwa fadha'il lahuti, kwenye pande za ulimwengu huo wa juu. Hii ukitaka kutabarru na tafsiri ya Abdul Qadir Jailani hivi, ukitaka kwa njia hizi walizopita wafasiri wa kawaida, ni hii kwamba at-tariq ni kwamba ni an-nabith, ni ile an-najmu thaqib, ni an-nabith au khamis, nyota ambazo zenye mwangaza mkali kupita kiasi. Ama wasama, twende na tafsiri hii tena kwamba aqsama Allah ta'ala bisama'il ma'rufa, hii al-muharrirul wajiz, kwamba Mwenyezi Mungu ameapa kwa hii anga maarufu inayojulikana, kwa sababu hii yenyewe kuitafakari unapata utukufu na uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana Mwenyezi Mungu akatuambia inna fi khalqi samawati wal ardi, katika maumbile unayoyaona haya mbingu na ardhi, wa ikhtilafi al-layli wan nahar, na kutofautiana usiku na mchana, la ayati, ni alama za kufahamisha uwepo wa Mungu, ni alama pia za kumbadilisha mtu kutoka katika maisha yasiokuwa ya kimungu kuingia katika maisha ya kimungu. Lakini liulil albab,
haswa alama hizo kwa wale wenye akili. Lakini kataja nini? Mbingu, kuonyesha kwamba hii ni aqsama Allah Ta'ala bisama'il ma'rufa, ameapa Mwenyezi Mungu kwa mbingu ambayo inajulikana. Ama kwa upande wa Sayyid Abdul Qadir Jailani aliposema ni sama'u lahuti, sawa kwa sababu kila mfasiri atafasiri kulingana na marhala yake. Qur'ani inafasiriwa kila mmoja kutokana na marhala yake. Akishakuwa katika marhalatul ibada, mfasiri kama anatoka katika marhalatul ibad, wa hiya marhalatul islam, hii marhala ya mwanzo li ahli albidaya, atafasiri kama ahli albidaya, sawa, wa mwanzo. Ama marhalatu al-ubudiyya ni marhalatu tariqa, sawa. Marhala ya pili ni hii ni kuna wafasiri ambao ni al-mu'minun. Kwa fasiri ya Qur'ani tutosheke, kuna al-muslimun, al-mu'minun, al-muhsinuna, wako wafasiri namna hiyo. Sasa kama yeye ni mfasiri kituo chake kimeishia kwenye ahlul islam, tutanufaika naye. Ahlul iman manake na ahlul ubudiyya tutapata. Ahlul ubuda ambao ni muhsinin tutapata. Katika Qur'ani kuna as-salikin. Amefasiri sasa Abdul Qadir Jailani katupeleka katika wale na muhsinin. Sisi turudi huko kwenye ahlul bidaya Islam. Kwamba ni hii anga yetu hii ndio Mwenyezi Mungu kaapa nayo, anga ambayo kupatikana mvua, anga ambayo kunapatikana na mvua ikazama chini ya ardhi, yakawa ni bohari ya maji ambao watu wakichimba na yapata wanatumia kwa matumizi ya anga, ambayo ndio asili ya hii dunia, kupata mito, kupata maziwa, kupata kila kitu. Mpaka wengine wanasema lau si samaa, lau si anga, bahari isingekuwepo. Kwamba hizi anga zikibomoka na bahari nazo zimekauka. Na mmoja asema ndio maana kuna mahusiano ya bahari na mwezi, na pia kuna mahusiano ya bahari na yako mahusiano pia bahari na jua. Kwa hiyo anga ni kila kitu, kama ilivyokuwa ardhi ni kila kitu na anga ni kila kitu. Mwenyezi Mungu atuwafikie sana. Labda tuingie hapa kwa sababu siku zetu za tafsiri hazitutoshi. Twende moja kwa moja hapo kwenye in kullu nafsi lama alaiha hafidh. Ugomvi wa fasiri huko hapo kwenye in. Kuna wanaosema in kullu nafsin lama alaiha hafidh, na kuna wanaosema in kullu nafsin lamma alaiha hafidh. Kuna bitashdidi lam, bitashdidi mim, na kuna ambao bitakhfif mim. Ukianza na hao in kullu nafsin lama alaiha hafidh, hiyo in wameifanya ni mukhaffafat min athqila, sawa. Ndio hapo lamu lazima itakuwa ni lamu mukhaffaf, itakuwa mimi yake ni mimu mukhaffafa, sasa itakuwa ni zaida, kwamba in kullu nafsin lama alaiha hafidh. Na kuna waliosema kwamba manake haikuwa nafsi, in kullu nafsi, kwa maana innahu, kama mambo yalivyo, kullu nafsi lama alaiha hafidh, kila nafsi pana juu yake mwenye kuihafidhi. Na hiyo lam kwa namna hiyo, in kullu nafsin lama, lamu itakuwa ni lamu ya farikatu, inaofarakanisha kwamba kati ya nini ile in kwa maana ya nafia
na in kwa maana ya mukhaffafatu inathaqila. Tuache hayo. Ama ukija kwa upande wanaosema hii in ni nafia, ni kwa maana lamma ina maana ya illa, na hii ni lugha Bani Hudhaili na wengineo. Sawa sasa tunawe tafsiri baada ya mambo haya. In kullu nafsin lamma alaiha hafidhun, haikuwa kila nafsi ila pana juu yake, au isipokuwa pana juu yake mwenye kuilinda. In kullu nafsin lamma alaiha hafidh. Katika kitabu hiki Al-Muharrarul Wajiz kuna hadithi ambao kasema imetokana na Abu Umama kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kasema katika kuitafsiri hii in kullu nafsin lamma alaiha hafidhun, kwamba haikuwa kila nafsi ila pana juu yake mwenye kuilinda. Hiyo in kwa maana nafia hapo, na twende hivyo. Katika kitabu hiki Muharrarul Wajiz, kitabu cha tafsiri, mfasiri asema qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi tafsiri hadhihi al-aya, alisema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kufasiri aya hii, likulli nafsin hafadhata, likulli nafsin hafadhatun min Allah, inna kila nafsi walinzi maalum kutoka kwa Allah, yadhubuna anha, wanailinda hiyo nafsi. Mwisho huko anasema walau ukila almar'u ila nafsihi tarfata aini, lau angewakilishwa mwanadamu kuilinda nafsi yake japo kwa upepeso wa jicho tu, ajilinde mwenyewe mwanadamu, laftatafatuhu tayru wa shayatin, basi wangembokora yule mwanadamu ndege na mashetani, wangemnyakua ndege na shetani. Kwa ikawa kwamba in kullu nafsin, haikuwa kila nafsi, lamma alaiha hafidhun, isipokuwa pana juu yake mwenye kuilinda. Ni kwamba kila kiumbe wa Mungu, Mwenyezi Mungu kamwekea ulinzi mpaka ile siku Mwenyezi Mungu alokadiria kwamba hii iwe ndio mwisho wa hai wake. Malaika hasa vinginevyo tusingeweza kuishi duniani. Hii iko wazi, kwa sababu wanasema wataalamu kwamba ratio ya jini na binadamu ni 1:300. Eneo ikiwa mmoja wako 3,000, na hekima kubwa kwa haonekaniki, lakini wanaamiliana na sisi katika maisha ya kila siku kwa namna unayojua wewe au usijua. Na kuna wakorofi, hasa isingekuwapo ulinzi maalum wa Mungu kulinda ule uhai aliouweka. Maana kinacholindwa nini hasa? Ni kulinda ule uhai alioweka Mwenyezi Mungu. Ingekuwa mtihani, si ndivyo? Kwa sababu unaweza ukawa wewe katikati ya pori uko peke yako, na hilo pori la wanyama wakali, na wewe umepotea, lakini sikuna wanaotoka salama na yuko peke yake na hana silaha, si ndivyo? Nini kilichomnusurisha na tabu yote ile? Ni huku in kullu nafsi lamma alaiha hafidh. Kiswahili utasema zake hazijafika. Siku zake hazijafika. Ni kweli hazijafika, zingefika angeondoka, lakini muda wa kuwa hazijafika yafanya kazi in kullu nafsin lamma alaiha hafidh. Wengine akasema hii aya ya kusudiwa waumini,
in kullu nafsin lamma alaiha hafidh, ikuwa kila nafsi la pana juu yake mwenye kuilinda. Ni ile hadithi inayosema kwamba kila muumini Mwenyezi Mungu anamwekea malaika 160 kumlinda. Kama vile Qur'an inasema lahu muaqibatu min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadhunahu min amrillah. Ana yeye wale malaika wanaopokezana, muaqibatu, mbele yake na nyuma yake, wanamlinda kutokana na amri ya Allah subhanahu, idhini ya Allah, ruksa itokayo kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Sasa makusudio ni haya, wafasiri wengine wamepita hivyo, kwamba huyo sio kila nafsi tu, hapa ni ule ulinzi anaolindwa nani? Muumini, in kullu nafsin lamma alayha hafidh. Ama fasiri ya tatu ngesema hii si kulindwa, isipokuwa ni kuchungwa. Na hii ni nini? Ni kila mtu ana malaika ambao anaandika mema na mabaya yake kila siku. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atidun, hatamki mtu chochote ila mbele yake kuna raqib na atid. Asema hii imekusudiwa hivi, lakini wengi waliopita ni kwamba hizo ni nyingine na hii ni nyingine. Umefahamika kwamba makusudio ya hapa haikuwa kila nafsi ila pana juu yake mwenye kuilinda. Ni kwamba ni haya maisha yetu Mwenyezi Mungu amewekea ulinzi maalumu anaojua yeye Allah, kashausema, lakini yeye ndio mwenye kujua zaidi. Kashatoa aya lakini hajasema wanaolinda ni akina nani, hajaweka wazi. Wafasiri sasa ndio kila mmoja anafasiri hivyake. Wewe jua tu kwamba una ulinzi maalumu wa Allah subhanahu wa ta'ala, na huo ulinzi ni ili wewe uendelea kuwa hai mpaka Allah subhanahu atakavyoamua mwenyewe kwamba leo ndio siku yako ya mwisho. Mwenyezi Mungu atuwafikie. Umetubarikia, tumesoma kwa kiasi hiki tulizojaliwa, na kesho inshallah tutaitazama aya zinazofuatia. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Mwenyezi Mungu atuwafikie. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.